Mke wangu, bila shaka leo ndo siku ya safari, ila pia sina zawadi ya kukupa, labda utawapelekea, lakini maneno yangu ya busara na hekima ni zawadi tosha kwa wazazi wetu. Sawa? Hata usijali kuhusu hilo, salamu zako zitafika. Tena mama atafurahi sana akapata salamu za mkwe wake, tena sana kabisa. Ila mimi nilikuwa tu nataka niende peke yangu kwa sababu unajua naenda kufagilia makaburia na kaburi la marehemu hapo. Sikutaka tuende wote kwa sababu tunaharibu hela na hela yetu na marengo, si unanielewa? Tuna vitu vingi tunataka tufanye, mdogo wako anatakiwa asome kwa tunasahau. Waambie tu kwamba nawapenda sana, nimewamiss, ila ni majukumu tu ambayo ya kikazi hapa na pale yanafanya tunashindwa kuonana mara kwa mara. Sawa? Usijali, manake mimi mwenyewe pia niliona tu niende peke yangu kukula na kufagilia. Kwa sababu tukienda wote tunapoteza hela, tunaharibu hela na tuna malengo yetu kibao tunataka kufanya. Ndio maana nakupenda sana mpenzi yangu. Na uzuri wake na wifi yako huyo. Mbaya. Kwa sababu singekuja hata usingeni yako. Hamna, kakaangu angekwambia. Kwa sababu mimi nilikuwa naenda kufagilia na kaburi la marehemu babu. Kwa hiyo sikutaka tuende wote. Na likizo ijayo nataka tuende wote. Nitakuchukua. Ila sasa hivi sitaki tuende wote kwa sababu tutaharibu wewe na wewe nataka usome. Si unanielewa? Ila usizidi ubaili. Ana bajeti ili wewe ufike mbali. Basi atakusindikiza mwana msibani huko. Haya sawa. Haya. Kwa heri. Ngoja nimpeleke bwana. Sasa fanya mambo gani sasa? Au si? Haya kwa heri. Pita hivi. Njia hiyo fupi kwa stendi. Nawe naye. Yaani safari inaanza ushachoka ukifika. Sasa nimewahi sana, nilikuwa niko nani nikifanya usafi ili utakapokuja mambo ya fresh. Utafanya mwenyewe, naomba niende nikapumzike. Wai. Sasa mbona umekuja hata kunipigia simu? Hapa ni nyumbani kwangu, nawezaje kukupigia simu? Sinarudi muda wote. Vipi kwani? Okay. Hiki ni nini? Ni nani yule? Yule ni nani nakuuliza? Kama umeona ametokea hapa. Na ndio mama umejua kunifungulia mlango, si ndio? Ni nini hiki unanifanyia lakini? Sikiliza kitu gani? Nikusikilize kitu gani? Yaani mke wangu sasa mtu mwingine hivi. Nani tuzungumze kwa mpango. Wewe hujaona pa kwenda naye mpaka umlete huko ndani, si ndio? Sikufanya naye kitu chochote hata Mungu anakuapia. Mungu amsaidie. Wewe mimi ni mtoto, si ndio? Naomba niache. Sitaki, nimechoka. Nimekuvumilia sana. Inatosha, niache, sitaki, niache. Mimi naondoka kweli. Sawa. Naomba nipe talaka. Yaani hapo talaka. Ni mke wangu wewe sawa. Kwa sababu sisi wewe Muislamu
haramu kumpa mke wako talaka. Haramu. Mimi sitaki kujua. Kama ni haramu, kama ni halali utajua wewe. Sasa kama utaki kunipa, utaniletea nikiwa nyumbani. Awanda mke wangu. Awanda. Awanda. Karibu baba. Mama. Karibu baba. Awanda yuko ndani msudi? Hapana, hajafika bado. Hivi mama, Awanda ni mwanamke wa aina gani mama yangu? Nimpende vipi liamini kwa mimi nampenda mume wake? Alafu isitoshe mama, mimi Awanda ni mke wangu wa ndoa. Ndio. Si hawala yangu mimi Awanda. Awanda mama, nampigia simu ya kwanza hakupokea. Simu ya pili hakupokea. Simu ya tatu anakuja kupokea, nasikia sauti ya mwanaume. Awanda ananikatia mimi simu, mume wake wa ndoa. Sawa. Awanda akarudi mpaka nyumbani. Basi sawa, tuzungumze basi, tuweke sawa. Amanda ananishautia mbele za watu mama yangu, bila kujali kuwa mimi ni mume wake wa ndoa. Akachukua begi lake, mimi naondoka, nataka talaka yangu, mimi na wewe. Basi sitaki kila mtu na maisha yake. Nashangaa Awanda amekutwa na kitu gani? Kwa hiyo kabeba na begi kabisa. Amechukua begi lake mama, ameondoka. Kazi mama, nyuma. Navuka milima, mito, mpaka hapa nyumbani. Nikajua sasa hivi jipo hapa kwako. Hajafika kabisa. Kwani nini kimetokea? Sasa kwa hiyo katoka kabeba na begi kabisa. Chukua begi mama yangu. Anaenda nalo wapi sasa? Isitoshe, mimi sijui hata anaenda tena. Rais ameenda kwa huyo mwanaume wake huko. Tena bora angefika hapa.
Yeye kaona aende huko kwa mwanaume wake. Mimi nampenda Wanda mama yangu. Sasa mwanangu, inawezekana mkao mmepishana njia. Au yeye kachelewa kufika, wewe mtangulia kufika. Iko hivi. Hapa akija baba yangu, hayo yote tutayaongea, itakuisha. Yote tutaimaliza. Wala usiwe na wasiwasi. Wewe hata kama unasema unakwenda nyumbani, wewe rudi nyumbani tu. Hayo yatakuisha mwanangu. Kama hatafika hapa mwambie kwa mimi nampenda sana. Tena ilivyokuwa ajabu sasa. Yeye kaona aende kwa huyo mwanaume sasa huko. Mara 10 angekuja hapa nyumbani kwa mama yake, lakini kaona aende huko kwa huyo mwanaume wake. Mama sio unaona, lakini afu yeye ndio alikuwa wa kwanza kutoka. Ni kama ni kwamba ndo tayari atawahi kuja hapa nyumbani kabla yangu mimi. Basi mimi hapa baba atarudi. Na kama atarudi hapa mimi nitakaa naye, nitaongea naye. Kwa hiyo yani wewe usiwe na wasiwasi kabisa, ili jambo litakwisha kwa mara moja tu. Usiwe na wasiwasi kabisa. Na wala usikae ukawaza ukafikiria sana kuna labda pengine ikoje au labda pengine mimi na support. Sipendi kusupport vitu vya ujinga namna hiyo. Kwa hiyo cha kufanya mwanangu, usiwe na wasiwasi. Wewe nenda. Mimi atarudi hapa. Kama atakuja hapa ina maana mimi nitaongea naye. Usiwe na wasiwasi kabisa mwanangu. Yaani hili jambo litakwisha. Sawa mama. Umenisikia mwanangu? Nakuelewa. Sawa. Nakwenda mama. Mimi naenda mama, lakini akija pale mwambie kwamba John alikuja hapa. Mimi nitaongea naye. Sawa mama. Karibu. Ah. Jamani mtoto anashika. Usana na baba ninaenda naye wapi? Uje uniletee hapa, mimi nitaweza kukaa naye huyu. Mbona mimi natafutia ubaya huyu mtoto? Haya, kuna nini tena nawe? Kuna matatizo mama. Matatizo gani? Haya, nieleze. Mama, nimemfumania mume wangu. Leo hii muda huu unavyoongea na wewe. Una shida gani wewe mwanangu? Mama, mimi sina shida yoyote. Yeye ndo mwenye shida, sio mimi. Na wewe siku hizi umekuwa unafumania? Haya, umemfumania na nani? Kuna mdada mmoja hapo jirani nimemkuta naye. Dada gani? Anaitwa Amina Chaudeli. Unajua unataka kunichanganya mimi. Mama, kwani yeye alipokuja hapa amekuelezeaje au amekwambia kitu gani? Ndio maana nimekwambia hivi. Unajua siku zote wanasemaga msema peka huwa anahitimu. Kwa hiyo katika kuhitimu kwako unavyotaka wewe. Na alivyokuja yeye kuhitimu kwake nimeona bado. Cha kufanya basi unatakiwa wewe na yeye mkutani wote kwa pamoja. Tukae chini tuongee. Mama. Sasa iko hivi, unarudi au urudi kule kwake? Mimi kule siwezi kurudi mama. Ndio. Haurudi? Haitawezekana kwa sababu anasemaga siku zote msema peka huwa anahitimu. Sasa kwa sababu yeye kajieleza atajiona kahitimu. Na wewe kwa vile unakuja kujieleza peke yako na wewe utajiona umehitimu. Sasa mimi sina hitimisho la namna hiyo. Ninachotaka anakuja yeye, utakuja na wewe. Wote tukae kitu hiki. Kila mmoja aseme shida yake. Mama, mimi sitaki hata kuonana naye tena. Sitaki kumuona tena. Ana nini mpaka usiongee naye? Au usionane naye? Wewe una nini? Mimi sina tatizo lolote, yeye ndo mwenye matatizo. Wewe nasema hivi utaongea naye. Si umenielewa? Wewe utaongea naye. Akifika hapa wewe utaongea naye. Iwe isiwe utaongea naye. Unataka utaongea naye, hutaki utaongea naye. Mama, nielewe basi. Cha kuelewa mimi kitu gani ambacho nataka kunielewesha? Hasa nikae chini kusikilize mimi mtu mzima na kiza mtimamu, nikusikilize wewe. Nachokusikiliza kitu gani? Nini usichokijua wewe acha hapa nyumbani? Nini usichokijua? Kwa nini unalazimisha matatizo mwanangu? Unataka kulazimisha matatizo? Hapana. Haya, twende ndani tutamsubiri naye.
basi. Hebu kwanza usiwe hivyo. Hivi unapokuja hivyo na mimi unajua kabisa mimi na pressure saa hizi. Unanitafutia mimi nini wewe? Hebu niambie una shida gani? Usinishtue na mimi nitalia mimi. Wewe unanijua kabisa mimi mwenyewe ni mtu wa kulia mimi. Nikianza kulia usilie basi hivyo. Wewe unanijua kabisa mimi utaniliza. Wewe unalia hivyo unafikiri mimi mwenyewe kama unanijua mimi. Mimi mwenyewe nitakuja kulia hapa bila hata sababu za msingi. Ungenieleza kwanza what is the problem? Yaani kaka, shemeji yako nimemfumania na mwanamke mwingine ndani kwetu. Ha? Wewe, yaani umemfumania? Ndiyo, tena mbaya zaidi nilikuwa nikimwambia kwa nini umeingiza mwanamke ndani akanipiga au mote kumeniumia ila bado hakuna. Nakuona mimi, nimeona mkote yani. Hizi umevimba vimba hizi. Hivi kwa nini anakufanya kama chavi? Kwa nini anakufanya kama jongoo? Hivi huyu shemeji ana akili kweli huyu? Yaani ujana china kuelewa kitu ambacho kinanichanganya mimi. Anakuachaje wewe unakuja mwenyewe wakati anajua yeye ndo mwenye makosa? Kwa nini asije na yeye? Alafu sasa unafanya makosa, afu tena anakupiga na wewe. Huyu amekanyaga. Ngoja nikwambie mimi dada, kipindi hiko mimi nilikuwa ninawakanyaga watu kweli kweli, napiga don't tabuka, napiga tambuko. Mpaka nikatungiwa ile nyimbo ya kanyaga kipindi hiko. Mimi hapa kwa sababu ya watu mimi ndo nimetungiwa. Alafu yeye anataka kunifanyia mchezo mimi. Asicheze na watu wote, asije akacheza na dada yangu mimi. Hivi yule, mbona familia hii tumemheshimu, tumempa thamani kubwa, ameshindwa sasa heshima, tunaichukua kwa nguvu sasa. Nikwambie tu dada yangu, wewe relax. Punguza pressure. Don't hold. Kuwa huru kabisa. Wewe nenda ndani. Siwezi kufanya upumbavu mimi saa hizi. Wewe nikwambie kitu. Lile jitu zima utakiwa kuliwaza wala kulifikiria. Saa hizi wewe inabidi upunguze monetary. Kimonga Kiingereza kidogo. Inabidi upunguze monetary alafu uende ndani ukatubie. Mimi nitadili naye. Wewe nenda ndani tu ukatubie mama yangu. Wala pressure punguza. Sawa? Na akija hapa hata usimsikilize. Siwezi kusikiliza. Hawezi kupindua maneno. Yaani akitaka kupindua na mimi nampindulia kushoto. Anipindulia ananijua mimi wewe. Mimi nanijua vizuri mimi. Mimi ni mtu mbadi sana mimi. Afu yule bado hajanielewa. Hivi kweli anakupiga wewe hivi? Mpaka unavimba. Niangalia mimi anakupiga wewe unavimba kweli? Mimi ndo sipendi mimi. Yule atanijua mimi yule. Atanitajia jina la mama yangu. Alipokufa yule ndo analitaja yule. Mimi siwezi kuvumilia ujinga mimi. Sifuatilie ujinga. Ndio hivi umekula kweli mama yangu. Uko chini ya ulinzi. Hapo sana nitakupiga bastola. Unataka kujimendea. Tena una bahati ningechukua ile risasi yangu nyingine, ningekupigia huko, ningekupiga mapanchi. Hivi wewe shemeji unajielewa kweli wewe? Mimi najielewa ndio. Wewe bado hujielewi. Kwa nini wewe unanitesea dadangu mimi? Hivi wewe yule wakati tunakuozesha, wakati pale unakaa kwa shehe, ulimsikia maneno aliyokuwa amekwambia? Alikwambia kwamba utaishi na huyu kwenye shida na raha, na wewe ukaiteka kwea. Alafu akakwambia huyu mtoto wakati unamtoa muangalie hakuwa hivi. Wanawake inabidi walehe. Huyu mtu muangalie usije ukamchiti, ukamlizaliza. Unampiga dada yangu anakuja anavimba kweli michuguu kabisa, anatoka kwenye mapaja zima nini, anatoka michuguu. Unampiga unamfanya kama ngoma. Yaani akikusumbua tu ngwa akufumanie na bado umpige. Wewe unajiona nani wewe labda? Wakati siku ile shehe, hujasikia shehe alipokuambia? Shehe alikuwa anakuambia kwamba utaishi naye kwa shida na raha na ukaitika. Alafu akakwambia kabisa mtoto usimchezee huyo. Mtoto chemeji usimchezee huyo. Umefanya nini sasa?
Lakini shemeji, mambo nafikia yanazungumzika na sio barabarani. Mambo atakuwa yakazungumzikia nyumbani. Sasa barabarani wewe tunampa faida nani sasa? Nyumbani kwako. Sasa barabarani kweli hivi shemeji? Mimi sitaki bwana. Mimi nikiwa na yangu naongea popote na naongea chochote kwa sababu nina hasira na passion. Tena shemeji, ushukuru Mungu. Leo nilikuwa ninafanya kitu kibaya sana na wewe. Mimi nikajua labda umeongezeka nyama ndio maana unasumbua. Kumbe bado upo vile vile shemeji. Mimi sitaki hayo mambo bwana. Acha masiara bwana shemeji bwana. Tena nyumbani tukajadili. Mimi nataka kujua, yani nyie kwa nini mnakuja unafanya ujinga? Kwa nini unamchiti? Sasa shemeji, mambo yanazungumzika nyumbani. Hapo baba yako atumpe faida nani sasa? Yaani hapa tutampa faida mwenye barabara. Umeelewa vizuri? Shemeji, unajua mimi kitu ambacho sikipendi watu kutokuwa na amani. Kwa sababu mimi nyie nawategemea. Kwa nini msifanye vitu vya maana mpaka mnakuja kuzingua hususan wewe shemeji wewe? Mimi nakuona jambe wewe, kumbe jembezi tu. Hivi akili imo kweli umo shemeji? Kwa nini umchiti? Yaani swala lipo, kwa nini umchiti? Wewe kumchiti dada yangu mimi wewe. Umekosa nini wakati futa lipo pale? Nisikize shemeji. Kama anasema mimi nimemchiti, mimi sijamchiti kama hivyo wewe kuja kuambia. Haya mambo jinsi yalivyotokea kweli amekuja nyumbani, amenikuta nimekaa na mdada, lakini yule mdada ni mtoto mwenye nyumba na tulikuwa tunazungumza kuhusu swala zamu ya umeme. Lakini akaja tu kamaki kachukua mabegi na kuondoka. Yaani kwamba umemaanisha mikurupuko. Ndio maana nasema mambo yanazungumzika kiume, sio hapa bwana. Sasa nyinyi kwa nini msikae chini kama kuna jambo dogo kama hilo mkakaa chini mkaongea, mkakaa nyoa wawili. Lakini mpaka mfanye ujinga kweli, mfanye utoto, Kwa sababu huu uliofanyika ni utoto. Mimi shemeji, moyo unauma mimi. Unajua nilipima juzi nikaambiwa kwamba nina pressure 3.3. Shemeji huo uongo sasa. Umetoka huo uongo. Ndio nilikuwa nakupiga hapo. Shemeji. Sasa mimi nafikiri jambo linaweza likazungumzika hata nyumbani. Ndio. Sasa kama wewe nahisi hapa cha kufanya, nenda nyumbani afu mimi nitakuja kuzungumza. Sasa naenda nyumbani kwangu au nyumbani kwako? Kwako. Mimi nataka hizo tukazungumze nyumbani kwako. Kwangu mimi. Hii tukilimaliza nabeba mke wangu na udeza nyumbani. Basi sasa wewe tangulia nyumbani, mimi acha nikapige na mingo zangu nimeziseti hapo juu. Sawa. Weka pale seti. Shemeji wewe ukuyo wewe. Ndio basi hapo usiende kusema huko. Tena usinichekee wakati mimi nina hasira. Basi sawa. Let's go. Shemeji. Mwamu. Acha bwana. Staili hii mtazidi kudharaulika sana. Haiwezekani aniaje anaenda kufagilia makaburi kisha anafumaniwa mitaani. Nini kosa langu kwake? Mbona kila kitu nampa hivi? Haya ndio malipo yangu? Amekosa nini kwangu? Mbona nashindwa kumwelewa? Simamia hili. Napambana sana kwa sababu yake. Napambana sana. Na kama shida pesa, mbona nampatia? Hii ndio tafsiri ya wahenga, wanasema mwanamke hata umfanyeje hawezi kuridhika. Na hata awe na pesa vipi, bado atatamani pesa za mwokota makopo. Ili za kwake haendelee kuweka. Kuna haja ya kufanya kitu. Haiwezekani. Lazima nifanye jambo. Kwani mimi ni nani? Wao ni akina nani? Naamini kila kitu kitakaa sawa na nitapata mke aliyokuwa sahihi katika maisha yangu. Ingawaje inaniuma sana nikifikiria tulipotoka, ni jinsi gani tulivyoweza kupambana. Sawa, takubaliana na yote, ila kuna kitu ambacho tutahitaji nifanye ili kila mtu ajue ni nini nafanya. Sawa. Sasa wewe leo umetoka kule kwa mume wako, leo na siku ya 3 mwanangu. Unachokifanya hakijulikani. Au labda wewe unaona ndo maisha mazuri ya tulionayo hapa.
kama sisi wanawake tulivyoumbwa. Mwenyezi Mungu atuumba tofauti kabisa na wanaume. Wewe mwanamke una uwezo wa kuvumilia, lakini mwanaume hana uwezo wa kuvumilia hata siku moja. Kwanza mpe wiki tu, uwezo huo hana. Sasa wewe kumfumania sio tabu. Mimi babako nimekaa naye miaka 20 lakini uliona nimejitwisha mizigo mpaka leo. Mungu kamuita kafa. Ushawahi kuona nimebeba mizigo? Si hapa hapa mpaka kaondoka, sikaniacha hapa hapa. Wewe si umetokea hapa eh? Sasa leo wewe kidogo tunabeba mizigo kichwani na kimbilia nyumbani, mizigo kichwani unarudi nyumbani. Sasa unarudi nyumbani kufanya nini? Mimi nina maisha gani mpaka leo? Na kazi gani mimi mpaka leo? Uone kama tunawapa sifa majirani. Itakuwa tena malaya wawili wamekutana wanakaa pale, si ndio? Hivi kweli mwanangu? Uone kama unatia aibu. Unashindwa kuvumilia? Mbona mimi nimevumilia? Nilimvumilia kweli baba yako. Kanifanyia mambo makubwa lakini nimevumilia. Mpaka leo hii. Sasa wewe leo hii unakuja kujibeba tu kidogo kwa hiyo. Kidogo kwa hiyo. Kilichokurudisha wewe hapa kitu gani? Mimi kweli nishakuvumilia sana. Kama nimeamua kuchoka. Nishagombana mara nyingi sana. Pengine sikutaka kushirikisha. Mpaka nimeamua nimechoka mama. Naomba nielewe. Nikuelewe kwa sababu wewe umeamua kurudi kukaa nyumbani. Ndio. Naomba nielewe. Mimi siwezi kutenda mwanangu. Kumbuka mamako ana maisha magumu. Na unakuja ukaa hapa ni kwamba umeleta mzigo mwingine mara mbili imekuwa na kulisha nini? Nafanya kazi wapi? Sasa unarudi nyumbani kufanya nini? Mimi nina maisha gani mpaka leo? Na kazi gani mimi mpaka leo? Uone kama tunawapa sifa majirani. Itakuwa tena malaya wawili wamekutana wanakaa pale, si ndio? Hivi kweli mwanangu? Uone kama unatia aibu. Unashindwa kuvumilia? Mbona mimi nimevumilia? Nilimvumilia kweli baba yako. Kanifanyia mambo makubwa lakini nimevumilia. Mpaka leo hii. Sasa wewe leo hii unakuja kujibeba tu kidogo kwa hiyo. Kidogo kwa hiyo. Kilichokurudisha wewe hapa kitu gani? nimechoka. Mimi ninachotaka urudi kwa mume wako. Kule siwezi kurudi hata iweje. Siwezi kurudi. Naomba unielewe kwa hiyo. Unaniambia ndio unanivuruga, unaniambia uwezi kurudi, unanivuruga mwanangu. Akili yangu inabaha hapa, nitakulisha nini sasa mimi? Wewe umekuja hapa una kazi. Mimi niko hapa nina kazi. Haya, nafanya kazi wapi? Mimi na wewe sawa sawa tunafanya kazi nani kampuni moja, boss tofauti. Si ndio? Wewe ngangania ile ya kusema nakaa hapa nakaa. Sasa kaa, jua litakuchoea. Mimi niko hapa hapa. Kaa sikufuguzi, wewe ni mwanangu, lakini jua kumbuka litakuchoea. Mama itakapokuwa na yule. Lakini mimi kuhusu kule sahau. Ndio ulivyopanga. Haya. Endelea kukaa. Sasa mimi kabisa, ukweli kabisa, mambo ya kuchanganywa huwaga sipendi, kwa sababu najijua na kuwaga mchanganyiko. Mimi sipendi kabisa masiala hapa. Nataka kujua question ni nini. Huyo mara anasema wewe amekufumania, wewe unasema kumbe hujafumaniwa. Huyo mtu sijui ulikuwa naye, sijui ni nani. Mnanichanganya, alafu sasa na vitu kibao vya kufanya. Hebu hapa mpo nyewe wawili, hebu niambieni shida na chanzo ni nini? Alaka napozungumza basi tusivutane kama majongoo. Mna njaa? Shemeji, mimi tu niwe tu mkweli na muwazi juu ya haya. Mimi bwana huyu hajanifumania. Na kama alikuja kustate kwamba mimi amenifumania, mimi nakataa. Ila ninachokufahamu mimi, alinikuta tulikupa na binti. Sawa Yule binti ni mtoto wa mwenye nyumba. Kwa hiyo sisi pale tuko tunazungumza swala kuhusu umeme. Sasa
Yeye alipokuja alikunikuta hivi ndo akaanza. Wewe nilikwambia mara ngapi kuhusu huyo? Sijui na nini. Kama vipi nipe likizo mimi niende nyumbani nikatembee. Kwa mimi najua huyu yuko nyumbani. Ingine sasa najiuliza sijui ni muamini nani. Nikija nikipiga ile nyimbo kidogo wanayepigaga sijui ni muamini nani hapa duniani. Ndio nyewe mnavyonichanganya. Mnanichanganya. Hebu sasa kuweni open. Relax. Semeni ishi is point. Ni nini? Yaani sababu ni nini? Sasa utisa tunazunguka kama mpira wa kona. Nizungumzia. Wewe unajua kabisa mimi nampenda sana. Sawa. Kwanza siwezi kumfukuza. Cha pili hawezi kunifumania. Wewe kwa nini ulimpiga? Tunaanzia hapo kwenye upigaji. Kwa nini ulimpiga huyo? Mpaka mtu anavimba namna hii. Amina. Mimi nilikupiga kweli. Hebu tuzungumze tu ule ukweli. Na kama hujampiga kwa nini amevimba huyo? Mimi nilikupiga wewe? Hapana. Naomba ukae chini bana. Wewe huyo alikupiga hajakupiga? Amenipiga na amesema akirudi nyumbani ataniua kabisa nikirudi. Mavi ya kunya. Akuwe aone. Huyu hapo sasa nakuachia. Akuwe aone. Yaani nataka uone wewe umuue huyu ili nione sasa. Kama hujaishia jela wewe. Unamtishia vitishio vya kijinga hivyo. Alafu una ujinga sana wewe kwa sababu hata unapomtishia unaonekana kabisa unamtishia kwa kumdanganya. Yaani unamdanganya huyu umuue kweli wewe inawezekana ukamuua wewe. Alafu serikali je, na mama utamwacha wapi? Wewe naomba unisikilize kwa makini. Amina. Kama ni mimi nimefanya makosa ya kuhusu wewe kwenda kwa mama ukaja kwa kaka, nisamehe mimi. Rudi nyumbani tuanze maisha mapya. Kwa yale mabaya yote yaliyotokea. Sio lazima nisikilize baba. Mimi sitaki hata uzungumze hivyo. Mimi hapa nilichokiona ni mambo ya talaka basi. Kwa sababu inawezekana wewe uanze mtu kumfanyia. Hebu nikuulize kwanza. Kabla sijaamua, maana nashindwa kukaa sasa upande gani. Kabla sijakaa upande wangu, nikianza kwanza kukuuliza dadangu, kweli huyu unampenda? Unampenda mwanamume wako? Mimi nilikuwa nampenda lakini toka nimemfumania mtu kaka mimi bora tu nibaki tu hapa. Kwa sasa hivi umpendi? Mimi nataka tu nibaki nyumbani. Nisikilize, usikwapeshe mada. Nitakupiga kiatu. Usikwapeshe mada. Sasa hizi huyo umpendi? Wewe. Kujikosha sipendi. Usijikosha mbele yangu. Yaani kabisa nikupe tu siri. Kwa sababu unapojikosha mimi inawezekana ukanikuta nimejaa sasa na kupaka matope. Unajikosha na kupaka matope. Unajikosha na kupaka matope. Mzee, mimi niliwahi kuugua kidogo, sikukuibia hiyo siri. Nilikuwa kidogo kama chizi. Nikapelekwa pale mjini Milembe. Kwamba nilipo nina cheti. Sipendi upumbavu. Sipendi ujinga. Nani chao? Mimi nataka urudiane na mmeo. Tena kuna kitu ambacho mimi kinanichanganya. Wewe unampiga vipi huyu? Hapa ndo kinachoniuma. Kwa nini umpige? Yaani unachukua maamuzi unampiga wakati unajua kabisa wanawake, imeambiwa wanawake ni wa kupewa vitu laini. Wanawake ni kuheshimika. Wanawake ni watu wa kukaa nao chini, kuishi nao kwa akili. Kwa sababu wana doctors. Wana verified. Wana question his point. Sasa wewe unakuwa unampiga mtoto wa kike. Wewe mshamba kumbe wewe. Au talking pose wewe. Shemeji, yaani mimi kitu ambacho wewe ukifahamu. Mimi toka nimemuoa mdogo wako sijawahi kumpiga hata siku hii. Na laiti kama ningekuwa siku zote hizo nampiga, hasingefika hapa. Ila yeye anajua kabisa kitu gani kipo nyuma ya hili. Ila hatuhitaji tu kulizungumza wala hatuhitaji tu kuweka mambo yakawa mengi. Tunachohitaji sisi ni suluhisho, nirudiane na mke wangu, tuendelee na maisha mengine. Unajua mimi mwenyewe nilishangaa kwa kweli. Kwa sababu huo mwili huo ufupi huo babu. Utoe mkono wako kabisa mbwa. Huyu. Hilo tuliacha. Nani? Faa chao. Niambie. Unampenda huyu bwana? Nilikuwa nampenda tu zamani, sasa hivi toka nimemfumania simpendi tena.
ujue usiniletee Viswahili ambavyo vinachanganyika. Usiniektie. Nimekwambia unampenda huyu jamani. Leta hata msahafu hapo, ukimshika utasema mimi kuanzia leo simpendi, ili mpeane talaka. Sitaki kushika msahafu, na nilichosema hivi simpendi. Sasa wewe unampenda huyo. Tena una upendo ndani yake. Sasa nikwambie tu kweli. Yaani hapo shamba la Bwana Heri, mbuzi wa Bwana Heri. Shimije vumbi umenena. Usitawa. Maisha ni mapambano. Wengi waligombana sana. Lakini sisi tukawa pamoja ni kwa sababu ya uvumilivu. Mimi mpaka anakufa, anafariki. Wewe na wewe ulikuwepo. Anafariki shemeji yako, wewe ulikuwepo. Leo nyuma. Wifi yako uchungu ulinipata, lakini basi pambana mimi. Basi. Sasa na nyinyi na wauzi, hebu chukueni mkapambane. Naomba urudi kwa mmeo. Bwana Makona Kona. Basi. Sasa na nyinyi na wauzi, hebu chukueni mkapambane. Naomba urudi kwa mmeo. Bwana Makona Kona. Kona shati. Mbona handsome sana huyu? Na wewe ndio uache ujinga sasa. Mimi nishaacha. Mambo ya umeme mjadili huko sio pale. Naomba urudi kwa mjini. Yaani tu mimi narudi, lakini ukae ukilijua. Alifanya tena lingine. Siwezi tena kujua. Sawa. Sawa. Sasa huo ni upendo ulokithiri. Hebu kachukue nguo zako. Haya mambo ya kuacha nguo ndo mdogo huko. Unahamisha nguo huko na kuja huko, mwisho wa siku begi lote lipo huko. Basi nyie cha kufanya ni nini nyumbani? Hapa sitaki mtu leo, nataka kimeo kiingie ndani. Basi na nizidia riski. Basi sawa. Mbona sasa mnapendana? Hebu nenda basi. Simu na sauti. Nibebe. Hapa. Jamani mnapendezana nyinyi. Hongera sana. Hongera. Alafu mmevaa njano tupu nyinyi. Sisi CCM. Watoto wa kale. Watoto wa kazi mkazi. Shemeji hongera bwana. Sawa bwana. Wale watawapendezani, ila basi tunawakocha. Yaani kiukweli hawapendezani. Hata dada yangu hapa walifeli. Sema basi tu, sawa tunawasikia basi. Shemeji, mko sawa? Jamani. Kwanza hapa najisikia kama nataka kujamba.